الحمد لله الرحمن الرحيم الذي أنزل القرآن وعلمه البيان، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yusia nafsi yangu na kukuhusieni nanyi ikhwani katika kuendelea kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tumshukuru Allah kwani yeye ndiye anayepanga kila jambo. Tumemaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan na hivi sasa tumeingia katika maisha mengine. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala aendelee kutuchunga kama tulivyojichunga katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuhakikisha tunasimama katika maisha ambayo Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ameyaridhia. Waislamu, leo nataka muondoke na mambo matano, mambo ambayo kwa akili zangu kama mtashikamana nayo, ninaamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atakuwa pamoja na nyinyi na atatengenezea maisha yenu. Niombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aniwafikishe sehemu ya kufikisha, lakini akuelewesheni nyinyi kile nitakachokisema. Katika Qur'ani, katika surati al-An'am, ipo aya inasema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa kadhalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa shayatin al-ins wal jinn. Mwenyezi Mungu anasema katika haya maisha ya dunia kila mmoja amempa adui yake. Yani kila mwanadamu anaye adui. Adui huyo ndiye anayemharibia maisha yake ya dunia na ndiye anayemharibia maisha yake ya akhera. Kwa maana nyingine, adui huyo ndiye anayemfanya asipatane na ndugu zake na ndiye anayemfanya agombane katika mfumo mzima wa maisha yake. Allah subhanahu wa ta'ala amewataja maadui watatu. Akasema adui wa kwanza ni shetani. Shetani ni adui kwa mwanadamu. Allah kwa kujua ni adui kwa mwanadamu, na ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala wakati tufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, Sheitani alimfunga minyororo ili isije mwanadamu akasema sijafunga kwa sababu aliyenishawishi ni shetani. Alifungwa minyororo Sheitani na leo kafunguliwa. Huyu ni adui wa kwanza. Adui wa pili wa mwanadamu ni mwanadamu mwenzake. Mwanadamu mwenzako huyo uliokaa naye hapo, huyo pia ni adui yako. Na huyu ndiye adui ambaye mwezi mtukufu wa Ramadhani alifanya kazi kubwa sana ya kukushawishi wewe uache tarawehe. Alifanya kazi kubwa sana ya kufanya wewe usisimame usiku. Alifanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha wewe ima ufungi mwezi mtukufu wa Ramadhani au kuna kitu kibaya ukifanye mwanadamu. Na ndio maana tukisema sasa tumemaliza tuswali tarawih, wengi mlikuwa mnakimbia. Why? Kwa sababu ulimuona rafiki yako anakwambia mimi sijawahi kuswali tarawih, kwa hiyo siwezi, na wewe unaamua uondoke. Huyu ni adui wa pili. Adui wa tatu ambaye ndio adui mkubwa, ambaye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamsema ndiye adui anatakiwa achungwe kuliko adui yoyote. Adui huyo
ndiye ambaye ukimwacha ndiye atashirikiana na shetani, ukimwacha ndiye atashirikiana na mwanadamu na ndiye atakayekuharibu. Adui huyo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema, a'da'uka nafsuka alladhi baina jambayka. Adui yako mkubwa ambaye unatakiwa utahadhari naye sana ni hiyo nafsi yako iliyopo katika kiwiliwili chako. Nafsi yako ndiyo adui mkubwa anayekusababisha wewe uharibikiwe na maisha yako. Na hilo tumejifunza ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ulikuwa pesa unayo, ulikuwa una uwezo wa kufanya lolote, lakini ulikataa kujiharibia, ukaamua kuizuia nafsi yako kuanzia asubuhi mpaka usiku. Ulikula baada ya kusikia adhana, ilikuwa ni nafsi yako. Maana yake kama nafsi yako utaiendekeza katika kupenda kula, kama nafsi yako utaiendekeza katika kufanya mabaya, ndiyo inayekuponza wewe kushirikiana na sheitani na kushirikiana na watu ili mradi upate kuharibikiwa. Kwa kila mmoja kati yetu anatakiwa aendelee kuiadabisha nafsi yake katika kuhakikisha inasimama ili isimuharibie maisha yake. Hilo la kwanza. Kila mwanadamu pambana na hali yako na nafsi yako ili usimame katika njia. Huwa nawaambia hakuna mtu anakufa na mwenzake, kila mtu atakufa peke yake. Kwa hiyo hii kama utakufa peke yako, pambana na nafsi yako. Yale utakayoyafanya uweze kusema shetani alinishawishi, umetaka mwenyewe. Allah subhanahu wa ta'ala kaeka mfululizo wa maisha mazuri kwa mwanadamu ili aishi salama. Jambo la kwanza, shikamaneni na nafsi zenu kama mlivyoshikamana. Jambo la pili, katika dini yetu kuna watu wanaitwa ahlut tasawuf. Ahlut tasawuf wanasema katika maisha ya mwanadamu kuna mahusiano mawili lazima uyachunge sana. Mahusiano lazima uyachunge. Mahusiano yako na Mola wako lazima uyachunge. Mahusiano yako na jamii yako inayokuzunguka, watu wako katika mji wako, katika kitongoji chako, katika msikiti wako, katika nyumba yako, lazima uwe na mahusiano nayo mazuri. Ili uishi salama katika dunia hii, lazima uwe na alaka mbili zitakazokufanya uishi salama. Ukiishi na Allah vizuri, ipo siku Allah atakuinua. Ipo siku isiyokuwa na jina Allah atakuinua. Ukiishi na jamii vizuri, maana yake ipo siku litakukuta jambo, jamii itakusaidia. Usije kumdharau mtu kwa sababu kwa kuvuta bange kwake, usije kumdharau mtu kwa sababu ya kuwa yeye ni teja, usije kumdharau mtu kwa sababu yeye labda haswali, usije kumdharau mtu kwa sababu zozote ambazo unazijua ambayo ni mapungufu ya mwanadamu anayekuzunguka. Ishi naye vizuri ili upate salama. Usipokuwa na mahusiano mazuri na hawa watu, utaharibikiwa. Uwezi wewe uhusiano wako ni na Mola wako tu. Kuna siku Allah hawezi kushuka kuja kukusaidia. Watu wanahitaji msaada, yani Mungu awasukume watu wakusaidie. Utakapokuwa huna uhusiano mzuri na watu, hakuna atakayekusaidia katika maisha yako. Na hili kalisema Mtume Muhammad pale aliposema, hadithi iliyopokewa na Abu Huraira, anasema amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ametuamrisha lazima kuwa na mahusiano mazuri na Mola wako na jamii. Akasema ametuamrisha mambo 7 Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La kwanza, biiyadatil maridh. Ya pili, wattiba'i janaiz. Ya tatu, watashmitil aatiz. Ya 4, wanasrul dhaif. Ya 5, wa'aunil madhlum. Ya 6, wa ifsha'us salam. Ya 7, wa ibrarul muqsim. Jamii, unaishi vipi na jamii yako? Mtu anadhulumiwa wewe unamwangalia? Hapana. Lazima umnusuru ndugu yako. Awe yeye mbaya, awe Mkristo, awe mtu wa kawaida, awe haswali, jukumu lako ni kumnusuru kwa sababu anadhulumiwa. Mnyonge. Leo vikoba vinawakausha watu wanaishi maisha magumu, wanazidishiwa marejesho. Wewe kama jamii unamsaidiaje ndugu yako? Lazima umsaidie ndugu yako.
kwa sababu ndiyo Mtume Muhammad amekuja kuisaidia jamii. Katukanwa, kasemwa maneno mabaya, lakini jamii hakuiacha. Alaka anasema Hussein al-Affan, man saffa suffiya la wa man kaddara kuddira alayhi. Allah ndio kila kitu. Tengeneza uhusiano mzuri na Mola wako ili akutengenezee maisha yako. Ya tatu, la tatu, al-iktisad. Katika kitu ambacho mimi kinaniumiza sana moyo, na hiki ndio kitu kinachotuharibia mifumo katika misikiti yetu, economy. Kiingereza iko uchumi. Waislamu wengi, nizungumze mtoni yangu, nisizungumze dunia, siwezi. Mtoni yetu, tatizo la watu wengi hawataki kujituma kufanya kazi. Unahisi kufanya kazi ni jambo baya katika maisha. Mtu anaswali adhuhuri, anaswali hapa msikiti huu, alasiri yupo msikiti huu, alasiri yupo msikiti huu, magharibi msikiti huu, isha msikiti huu, salatu subuhi msikiti huu, hafanyi lolote wala hajiulizi, kwa nini mimi mwaka jana sina kazi, mwaka huu sina biashara, mwaka huu sina, kwa nini mimi? Kwa nini kila siku mimi? Kwa nini mimi siwezi kufanya kazi? Asa hayo ni maisha dhaifu, kwamba wewe una fikra zako ni mgando. Leo nyinyi mnawacheka kina Muha, kama kina Muha yuko ni radhi. Mnawacheka kina Muha, wanakopesha kiatu cha shilingi 3000, anakopesha 17000. Anatafuta buku kila siku. Anaongopa wakati mwingine kalipo, anasema bado hujafika, twende. Anachukua mpaka hela za haramu. Mwisho wa siku kwa wanajenga, wanaishi vizuri. Mimi na wewe kazi yetu ni kuangaliana usoni. Mabwana, uchumi ni ibada, mtu kuwa na kazi ni ibada, kasema Mtume Muhammad. Sasa utajifanya unaniambia ajira ziko wapi? Mimi sio kazi yangu. Kwa lazima uajiriwe na serikali? Kuna lazima huo? Kwamba lazima nyote nyinyi muajiriwe na serikali? Haya, huku nyumba atatujengea nani? Genge atauza nani? Viatu atatukopesha nani? Vyombo atatuuzia nani? Leo magari atazikwa pancha na nani? Leo vitanda tutalia vya nani? Wewe unashindwa kufikiria kufanya biashara? Unashindwa kufikiria biashara ya kufanya? Kama hapa ukiona hapawezekani, kwa nini usihame ukaenda sehemu nyingine? Maisha ni kutafuta. Ukiona hapa haiwezekani, changanya mbarika mzee, nenda sehemu nyingine. Mtume Muhammad anasema, kuna hadithi ndefu, idha mfaqat fi an-nas sittat khisal taqallaba an-nas 'ala an-nas alqam. Mambo sita wewe ukiyakosa katika maisha yako, wewe ni mtumwa. Utatumika tu, watu watakutuma kila siku, au utakuwa omba kila siku. Unaojelo na buku na 2000. Kaza ndugu yangu, kaza. Dunia haipo hii tena, tafuta kazi. Ndio Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, hadithi iliyopokewa na Zubair ibn al-Awwam, asema li an ya'khudha ahadakum hablahu fayati bi husmati khatabi ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffa Allahu biha wajhahu khayrun lahu min an yas'ala an-nasa a'tuhu au mana'u. Ibada, kazi ni ibada. Utafuta business mzee ni ibada. Acheni kuombea wazazi wenu wafe mpate kwa baba mwenye nyumba nyewe. Acheni ufala huo. Kazeni, tafuteni kitu cha kufanya. Mtume anasema mtu kutafuta kitu cha kufanya, akaamua kukusanya kuni. Mtume katoa mfano wa kuni. Mtu kaenda shamba, kaenda kukata kuni, kazibeba mgongoni mwake, kaja kuuza. Mtu huyo ni bora kuliko mtu ambaye anakaa kazi yake kuomba. Akipewa kafurahi, akinyimwa anakasirika. Na mkasirikia nani? Mwanaume anataka kukasirika mwanaume zako? Unajua kazipataje pesa zake? Waislamu, washikaji, tafuteni kazi ya kufanya. Na raha ya mawaidha lazima yakuguse. Ndio raha ya mawaidha. Ukiona mawaidha yakugusi, bado sio. Jambo la 4, mapenzi. Nimelizungumza hili
Nimeona watu namna wanavyoana ndani ya Ramadhani na kabla ya Ramadhani. Si watu wanaopendana kiukweli, ni watu waongo, ni watu wanayeweza kusimamia matamanio yao tu kwa muda alafu waendelee na yao. Ni waasa wazazi, acheni kuifanya ndoa ni kitu cha kawaida sana. Tumeozesha watu mwezi wa Ramadhani hata mahari hawajatolewa. Cha ajabu, wamuuliza bibi harusi, mahari yako bei gani? Anasema 1,000,000. Cha ajabu, umemuuliza umepewa bei gani? Hajapewa hela. Dini haina tatizo katika hilo. Kuolewa wewe bila kutoa sentano, haina tatizo. Huyo anayekuwa hivyo atakuja kukulipa. Alhubbu haya, mapenzi ni maisha ndugu zangu. Faman aqta'a fil hubbi aqta'a alhaya. Ukikosea kupenda, maisha umeharibu. Wapendeni watu wanayekupendeni kweli. Anayekupenda mtoto wa kike atakupa mahari, atakuja kwa wazazi wako, atatoa mahari. Hii kisingizio Ramadhani ni wewe unajua nimeshakuzoea, unajua Ramadhani nakuja hiyo, takuwa tuonani. Mnaoana bure, mnaachana baada ya Ramadhani. Umepata nini kasha kuharibia mfumo wa maisha yako huyo? Na wewe fulana, jirekebishe. Acha kuharibu wasichana wa watu kama huwapendi. Kumbuka, unaoyafanya yote, wewe si kijana, unakuwa shekhi. Unakuwa, kuna wakati mtu mwenye akili akishakuwa anaacha ujinga wake wote, anasimama na familia yake. Watu watakufanyia watoto wako na hutoweza kuwazuia, kama Mtume Muhammad anavyosema, azina dainu man yazni yusna bihi walau bijidari. Na wewe sasa watu watakuzini tu, watoto wako wataziniwa. Kama mtoto utakuwa umemuoa mwanamke tasa, watu watakukamata wewe mwenyewe shekhi. Wewe mwenyewe watu watakuzini shekhi. Zina ni deni. Pendeni vitu vya maana katika maisha yenu ili mpate kufanikiwa. Msipende vitu vibaya, vitakuharibieni. Na ndio maana haya leo sisi tunafanya shirki kwa sababu ya kupenda vitu vya ajabu. Mnapenda sana Simba na Yanga, inaotuingiza katika mitihani ya kufanya shirki kubwa ndani ya Ramadhani. Alafu mijitu inasimamia mpira na jiita wao ni Waislamu. Mwezi wa Ramadhani wanatuwekea dabi, sisi tuna shida na dabi. Kila mtu anaenda kwa mganga wake, watu wanachukua paka, watu wanachukua nini? Mtakwenda kumjibu nini Allah Subhanahu wa Ta'ala mapenzi yenu hayo? Na hatima yake tunawapa mtihani kina mama leo wanaishi maisha magumu sana katika maisha yetu. Mapenzi ni jambo bora katika maisha. La mwisho, jambo la 5 ambalo napenda muyazingatie haya sana. Wazazi wetu. Watu wengi mnawadharau sana wazazi wenu, baba na mama. Mnawadharau sana, hamuna habari nao kabisa. Na mimi naamini leo yupo mtu jana juzi kaombwa pesa na mama yake, wallahi hakumtumia hata 1,000. Lakini wiki nzima hii nyote mnajua habari ya mjini katika mitandao ni abaya tu. Kila ukienda abaya. Watu wanausha meli mezama, mabaya hamna. Ukitaka ununulie baya ninunulie kanzu. Mambo ya haramu ambayo ya uongo ndio tunayafanya, ni kigezo chetu, lakini tunasahau wazazi wetu. Yaani mtu anampenda mwanamke sana, anampenda mkewe sana, mama yake hajamnunulia habaya, maskini ana habari. Na hao wengine ambao wanaamini wazazi wao wamekufa, wanasema yes, mimi nishagomboka. Anajifanyia kila anaona ni sawa. Hapana. Aliyekuwa na mama yake ipo hai, aliyekuwa mama yake ipo hai na mama yake amekufa, bado una dhima ya kulea na kufuata taratibu za mama yako na baba yako alizokuelekeza katika maisha haya duniani. Usione baba yako kafa au mama yako kafa ujifanyie wewe mwegu tu mambo yako ya ovyo kwa ovyo. La, Allah Subhanahu wa Ta'ala kupitia katika kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anatuthibitishia hilo, kwamba msije mkazani kwamba pale mama yako na baba yako wamekufa wewe umegomboka. Hapana, habari zako
Allah anazipeleka kwa wazazi wako. Msikilize Mtume Muhammad anasema tu'radul a'malu yawm al-ithnain wa yawm al-khamis ala Allah. Siku zote matendo ya mja yanapelekwa kwa Allah Jumatatu na Alhamisi. Yani yote unayofanya yanapelekwa kwa Mwenyezi Mungu. Mungu anambia huyu mja wako Asmani kafanya 1 2 3. Niliwaambia katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna ile fiha yufraku kullu amrin hakim. Kisheni ndio siku ambayo Mungu anapanga bajeti ya watu. Huyu tumpe nini? Tusimpe kwa sababu huyu tushampa wewe. Akatufanyia mzaha akawa hataji kufanya mambo ya Mungu, tuachane naye. Huyu afe, huyu afe kwa bodaboda. Ni mwezi wa Ramadhani katika usiku wa Lailatul Qadr. Allah Subhanahu wa Ta'ala ndo alikuwa anapanga bajeti. Wewe umelala kwenu. Wewe umelala kwenu. Sasa leo Allah anasema kupitia kinywa cha Mtume Muhammad, wa tu'radu 'ala al-anbiya'i wal-aba wal-ummahat. Mwenyezi Mungu anawaonyesha manabii, anawaonyesha baba zetu, anawaonyesha mama zetu yale matendo yetu tunayofanya duniani. Fayafrauna bihasanatihim, waliokufa, nazungumza wazazi wenu waliokufa ambao mnahisi kwamba kufa kwao la noma fi, unafanya chochote unachokitaka. Mtume anasema hapana, matendo yako wazazi wako wanapelekewa. Mwajuma huku yeye ndio jamvi la wageni. Mama anasema Mtume, kumbe ndio maneno ya mambo yake. Watazdadu wujuhahum bayadan wa sharqan, kwa kufanya mema kwako wazazi wako wakipelekewa wanafurahi sana na kukuombea dua kama mtoto wao unawastiri, kwa sababu Allah kashasema mali zenu na watoto wenu ni fitna. Leo wafanya mambo ya kheri, wao wanapelekewa. Mafhumu mukhalafa, kinyume chake. Ukifanya baya wanapelekewa. Bwana huyu mshenzi, huyu hivi, unafikiri itakuwa? Allah akasema fattaqullah, Mtume akasema muogopeni Mwenyezi Mungu, wala tu'dhu mautakum, msije mkawakera na kuwafanyia mabaya mauti zenu, baba zenu waliokufa, msije mkawatesa wakajuta kukuzaeni. Kufanya kwenu mabaya ni kuwafanya wazazi wenu wateseke walipo, usizani umetoboa. Na ndio maana watu wengi sana wanaoachiwa nyumba za urithi na mali za urithi, wazazi wao wakishakufa wanakuta yule mtu hawezi kuendeleza, anakufa na yeye anafilisika, kwa sababu wazazi wake hawakubaliani na maisha binadamu. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe ni watu wenye kuambiana maneno mazuri na kuyafuata.